Kulingana na daktari mkuu katika hospitali ya kaunti ya Webuye David Wanikinani kuwa watu 10 walifika hospitalini humo wakiwa tayari wamefariki, huku 5 wakiaga walipokuwa wakitibiwa. Sisi kama hospitali tulipata majeruhi 21. Tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji lakini hatukufaulu. Alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Kuna miili 10 ambayo ililetwa katika hospitali katika hifadhi yetu ya maiti kama wamefariki watu 10. So kwa ujumla tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Pia waliofariki ni watu 6 wa familia moja, huku wengine wakiwa kijiji kimoja kule Malaha. Poteza mamangu, nimepoteza mandugu zangu 3 na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6 familia moja ambayo tulikuwa tunang'ang'ana kutoa kwa maji, sasa tumefiwa na watu 6 kwa familia moja. Seneta wa Bungoma David Wafula Wakaule ametuma rambirambi kwa familia za waathiriwa ajali ya Malaha na kuwatakia nafuu manusura 16. Pia ameitaka serikali ya kaunti inayoongozwa na Kenneth Lusaka kuimarisha huduma za dharura na kuwasaidia waathiriwa. Pole kwa waliopoteza maisha katika ajali ya Malaha. Pole kwa waliopata majeraha na watakia uponyaji, na vile vile watu wa Bungoma, msimu wa mvua huu tujiepushe kwa kuendesha magari mwendo wa kasi, na vile vile tujikinge kutokana na maji ambayo yanasomba watu kihobela katika maeneo mbalimbali. Vile vile ningependa kuomba serikali ya kaunti wakati huu na muda mchache, wiki chache zilizopita nilikuwa natoa na nikiwarai kwamba kitengo cha dharura cha uokoaji kiweze kuimarishwa ili kupambana na ajali na majanga ambayo yanaweza kutokea, kwa mfano barabarani, huenda moto kuteketeza mali ya umma ama watu kusombwa na maji. Kitengo cha dharura na usalama lazima kiwe ange kuweza kuwasaidia watu wa Bungoma. Vile vile kuna watu wetu katika eneo la Mlima Elgon ambao wameweza kuathirika na mvua kubwa ambayo inanyesha. Watu katika eneo la Kapkorongo, Kimama Village, Chesiwo Village ambao watu 4 nyumba zao zilisombwa, watu 50 vyakula malazi yalisombwa na maji, watu zaidi ya 100 mashamba yao aliyokuwa yamepandwa mahindi na maharagwe yakasombwa. Vile vile kuwapa pole na kuambia kwamba wasikate tamaa. Tutaendelea kushinikiza serikali ya kaunti kujukumika, na sisi wenyewe kama viongozi kadri tunavyoweza kujiunga pamoja nanyi na kuwapa moyo na kuwapa nguvu kudhibiti hali kama hii. Sababu za ajali barabarani ni kama vile mwendo kasi, ulevi wakati wa kuendesha, kutotii sheria za barabarani, uzembe wa dereva, ubovu wa magari, barabara mbovu na hali mbaya ya hali ya hewa. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Dina Mkalo.